Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, tuimbe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. 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 Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, tuimbe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. 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 Mikono yako mbele ya Mungu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Hakika hakuna Mungu mwingine wa kufananishwa na wewe. Hatawahi kuwa. Asante kwa afya. Asante kwa siku hii. Asante kwa nafasi hii. Umenijalia kuwa katika hema lako. Jambo moja Daudi aliomba. Wakati wote. Siku zote za maisha yake. Katika nyumba ya Bwana. Na mimi nasema ni asante. Kwa sababu ya nafasi. Kuwa katika nyumba ya Bwana. Maana Daudi alielewa. Kwa nyumba ya Bwana kuna kibali. Kuna ukombozi. Kuna ushindi. Kuna chochote yanahitaji. Kwa nyumba ya Bwana. Bwana uinuliwe. Na uabudiwe. Ambayo unasema miaka 100 kwako ni kama tu siku moja. Unaweza siku ya leo. Kilio changu cha miaka mingi ukafikisha mwisho siku ya leo. Kwa jina la Yesu. Kwa sababu mtu aliyekaa kwa milika ya maji miaka 38 alihitaji siku moja kama ya leo. Umwambia abebe godoro yake na aende zake nyumbani. Jehova, siku ya leo iwe ni siku yangu, siku ya kudischargiwa katika jina la Yesu, kutokana na utumwa wa kila aina katika jina la Yesu. Maana ilikuwa siku kama ya leo. Farao alipoimbia Israeli watoke waende zao wakatumikie Mungu, kila aina ya utumwa katika hali ya kuabudu Jehova, nikiwa katika uwepo wako, kila hali ya utumwa na ifike mwisho, magonjwa yaondoke, laana ziondoke, vifungo mbalimbali na viondoke katika jina la Yesu. Nikiwa kwa madhabahu yako, natoka kwa semi za watu, natoka kwa midomo ya watu, natoka kwa midomo ya umbwa wanaonilaani usiku na mchana, na yulikani leo nimebarikiwa na Bwana. Neema yako Jehova ifurike leo, shughulikia jamii yangu, shughulikia kazi yangu, fanya njia pasipo na njia, na kabla sijatoka kwa ibada nitakuwa na ushuhuda, maana uwepo wa Bwana na utatu wa Roho Mtakatifu, utatu wa katikati yetu. Asante Bwana. Operation yote izimike kuanzia sasa na hata milele, kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Yesu makofi. Toke ndio mbele kutoka meza asia kwa nimekakia mwito ama alikepata ufunuo na kwamba ni wakati wa kumwabudu na kumtumikia Bwana. Maana anasema tumtafute wakati apatikanapo, na huo ndio wakati. Amen. Moya Yesu na taifa.
Kwa hivyo nataka tu niongeze kitu kidogo kwa ibada nzuri tunakuwa nayo asubuhi ya leo. Kwa neema ya Mungu, kwa jina la Yesu. Wale watu tulikuwa na wao siku ya Jumapili, nilikuwa nimetangaza ya kwamba leo tutakuja kuwa na ibada ya kutia ulinzi katika jamii zetu. So hiyo ndio nilikuwa nimesema ya leo katika jina la Yesu. Amen. So nataka pasipo na kuharibu wakati ukafungue nami katika kitabu cha Yoshua chapter 7, book of Joshua chapter 6, Joshua chapter 7 starting from verse number 10. Book of Joshua chapter book of Joshua chapter 7 mstari wake ni ule wa 10. The book of Joshua chapter chake ni kile cha 7 mstari wake ni wa 10. Joshua 7 mstari wake ni wa 10. Biblia inasema Bwana akamwambia Yoshua, haya inuka bona, umeanguka kifundifuni hivi. Israeli wamefanya dhambi, naam wamelifunja angano langu nililowaangiza, naam wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Mstari wa 12 nasema kwamba Biblia inasema kwamba ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa kisongo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena, msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Mstari wa 13 unasema kwamba ainuka uwatakase watu, ukaseme jitakaseni, muwe tayari kesho, maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kitu kilichowekwa wakfu kio katikati yako Israeli, huwezi kusimama mbele ya adui zako hata utakapo kiondoa kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Nasema ni asante Bwana kwa sababu ya neno lako. Wewe ni Mungu na wewe ni Yehova uliyesema utuma neno lako tupone. Naomba katikati yetu Bwana, tunapolisikia neno lako kutoka kwako, utafungua, utakomboa watu wako, utafungua macho yao Bwana, kwa sababu ni Mungu. Mbaki baraka kutumika nawe. Wewe ni Mungu, kila uwezo na mamlaka iliyo yao kimya neno lako Baba ishuke iangamie milele katika jina la Yesu. Wewe wako peke yake utawale katika jina la Yesu zote tunaomba na kuamini. Amen. Basi leo nilikuwa nataka niongee mambo machache kama vile Bwana alivyokuwa anaweka ndani ya moyo wangu, ikiwa na ujumbe ama maana inaitwa maana ama topic, protecting your secret place. Protecting your secret place. Protecting your secret place. Your secret place. Katika hali ya secret place, kila mtu katika ile maisha tunakaa anakuanga na mahali pake basi. Mwa Yesu nataka kila mtu ile kuna mahali ambako anatoa nguvu zake ama wanga anaengemea. Nataka Yesu. Sasa Biblia inasema wakati ulipika Israeli wanaenda vitani, lakini kila wanapoenda vitani wanapigwa na maadui na wanakimbia mbele ya maadui zao. Lakini basipo na kujua kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Akani, na katika mahali pake basili alikuwa amechukua vitu ambavyo vilikuwa vimewekwa wakfu na Bwana na akachimbia chini. Hivyo basi katika ile hali ya kuchimbia chini ilikuwa inafanya Israeli ile mchanga, maana umechimbiwa chini pale, wakati wote wanapoenda vitani
Israeli wanapigwa. Mwa Yesu na basi Yoshua akaenda chini na akaanguka chini kifundifundi akililia Mungu. Mungu akamwambia, wewe inuka, maana hao watu ambao unaongoza kuna vitu wamechukua vimewekwa wakfu na wakakimbia katika mama zao. Hivyo basi hawezi wakasimama katika mahali ama mbele ya maadui zao. Maana kitu kimoja dhambi ambao wanga inafanya, inaondoa ujasiri. Mwa Yesu ndiye. Dhambi inaondoa ujasiri. Alafu dhambi tena inapoondoa ule ujasiri inaleta kitu kinaitwa woga. Inaleta woga. Sasa ujasiri unapoondoka na woga unaanza kuingia. Sasa unakuta kwamba mambo ambayo ungeweza kufanya sasa uwezi ukafanya kwa sababu kuna dhambi imeingia. Na hili ilikuwa inafanya Israeli wanaenda vitani na wanapigwa mbele ya maadui zao. Na wewe siku ya leo uko hapa nikuulize, tata Yesu, what is your secret place today? Kwa sababu kwa mfano mahali ambako tumetoka katika ile ngoma yako, katika ile kazi yako, panapaswa kuwa wakati wote ni mahali patakatifu pa Bwana. Ni mahali ambapo pako na madhabahu ya Mungu. Na wakati ambapo tunakosa ama katika mahali petu tunakosa kulinda, kuprotect our secret place, wanakosa kulicongonize our secret place, kinaofuatilia ni ya kwamba ile neema ya kusimama inaondoka. Dada Yesu. Amen. Kwa mfano, wewe umetoka katika ngoma yako, umekuja katika ibada. Si ni kweli? Katika hali ya kukuja, you are here at your secret place. Dada Yesu. Kwa kabando wako wakembile. Saa hii kuna wachawi walienda kuunganika kwa ajili ya mtu ambaye ako katikati yetu. Na wao wakienda kuunganika na sisi tumekuja kuunganikia in a secret place. Amen. Kwa sababu in a secret place pale ndio mahali ambako uanga tunatoa nguvu. Amen. Ni mahali ambako pako na siri zetu. Nilikuwa nakumbuka ni wakati ambapo tulikuwa wandogo, wakati pesa haikuwa inabatikananga hivyo adhalani. Unajua kuna kamfuko kingine tukalikuwa kanashonelewa kama ni kwa trosa, kanawekwa kingine hapo ndani, upande wa ndani wa mahali wa trosa, mshipi wa trosa. Kuna kamfuko kingine kalikuanga pale. Sasa kale kamfuko ungeweka mbao pale na uongeze kufunga na kakamba kidogo. Tazama Yesu. Amen. Hiyo hata mtu unaweza kukutana na mikora ikakupapasa, lakini kuna kitu umefunga mahali kata ya soki hicho. Mwa Yesu ndio. Ama kuta ya kwamba katika ile mfuko yako wakati mwingine ile mfuko ungeweka kuta kwamba kama umeweka kakoini pale ama ka 50 unaongeza sasa unafunga na hiyo kamba. Unajua kuna watu wanajua vile nasema. Wewe Yesu ndio. Ile mwono kulicha moko ngusuni yake ya wewe hauna kitu na kumbe umefungia hapo. Umefunga huko chini. Why? That is your secret place. Wewe Yesu ndio. Maana mahali pa secret place pale ni mahali pa siri. Ni mahali pa kuweka vitu vyako vya dhamana. Amen. Mwa Yesu na nawe. Pale ni mahali ambapo ni wakukosei wakati ambapo mambo yanaharibika. Lakini kukaonekana Yoshua, kukapatikana Akani wakati wa Yoshua akiwa katika hiyo mahali pake basili ameweka vitu ambavyo alipaswa kuwa mahali pale. Mwa Yesu ndani. Hivyo basi yangeweza kusimama. Na siku ya leo kwamba nikuulize, ni nini kile ambacho umeweka katika mahali pako pasili ambacho kinaweza kikazuilia uwepo wa Mungu usije ukaingia kwako? Nataka Yesu. Sasa ingine unajua Biblia inasema walifanya upelelezi. Ukisoma hiyo chapter yote walifanya upelelezi mpaka wakakuja kujua, mpaka Akani akakumbalia ya kwamba amechukua zile vitu. Sasa alipojulikana Biblia inasema mpaka ng'ombe zake, kuku, kila kitu ilingongwa na mawe mpaka kikakufa. Mwa Yesu ndio. Na Biblia inasema ghadhabu ya Mungu nayo ikatulia. So kuna hali ya kuangalia. Wakati ambapo nilikuwa nasema kwamba tutakuja kuangalia maswala kidogo kuhusu kuweka ulinzi katika ngoma zetu. Nakumbuka siku
wiki hii nilienda katika mboma fulani ya mtu fulani, nikaja nikakuta kwamba mboma iko hapo na mboma ya mbabu zao nayo iko hapo. Sasa katika ile mboma ambao nilikuwa nimeenda kuomba, nikakuta kwamba hii mboma ya wazazi wa mababu ni mboma mzuri zaidi, imeiwekwa, iko na kila kitu. Lakini sasa huyu mama ambaye alikuwa ametualika kwake, ikawa kale kanyumba amejenga pale, ni kanyumba kambaya. Yaani kanyumba unakuta kwamba hata unakuta kwamba wakati wowote kakianguka tu. Sasa story haikuishia pale. Nikapata ufunuo ya kwamba katika hiyo nyumba ikiwa hivyo, huyu mama si atiana pesa. Hii jamii ilikuwa na pesa, lakini wakasomesha hao watoto mpaka ma universities, ma colleges and all those things. Watoto wakapata kazi, watoto wakawa watu wakubwa. Mwa Yesu na na baada kwa watu wakubwa wako na pesa, ndio iwe sababu ya kukuambia tungekuja kuchunguza ama kufanyia upelelezi ama ulinzi katika mboma zetu. Sasa nikakuta kwamba akiwa aliwasomesha na pesa zote wakambaki hivyo. Sasa wale watoto ambao walisomeshwa wakakuwa na pesa, mtu angetoka kule, alikuwa kazini, amefika na ile vitu vizuri, ingeenda kufanyiwa renovation nyumba ya kina mababu na mashosho huko. Lakini hii nyumba ya wazazi wake ambao walimsomesha, nyumba imekaa kuanguka anytime. Mwa Yesu ndio. Amen. Sasa tulipokuwa tunaongea akaniambia, sasa tukakaa na wakati ambapo mtu wetu alipokuja akaniambia sasa alikuwa amenunua simiti tayari itolewe plasa ambayo ilikuwa ya hii nyumba ya mababu, alafu pawekwe ingine. Na hii nyumba ya wazazi hata iwa na kitu kinaitwa simiti. Sasa ukiwa pale nikamuuliza na wakati ambapo wao watoto wanakuja uwanga wanaleta pesa. Akaniambia sasa wakati kama mtu mwingine sana, I'm talking about graduates, watu ambao wamesoma. Akaniambia huyo wakati alikuwa huku aliniachia 100. Mwa Yesu ndio. Mungu asome ndiwe na digrii nao kama usaidia yanalima. Sema hiyo roho na ishi. Akiacha 100 ananunua simiti itengeneze hii nyumba ya mababu. Na kumbuka hao wanatengenezewa sio wao wazazi. Azimo nyumbani yeye kwa waluka emita. Mwana unaozimingia. Alafu huyo mtu kwa sababu anaenda kanisani anawatiwa 50, anaambiwa aenda kanisa ndio ukatoe sadaka. Alafu zile vitu ambazo zimenona zinapelekewa mababu. Mwa Yesu ndio. Nikarudi kwa maandiko. Maandiko inasema ya kwamba in Revelation chapter 6 verse number 1, enyi watoto watiini wazazi. Dada Yesu. Dada Yesu. Niwe kana tibo. Na mose iwa Mungu wewe. Leso kana ne mami. Si mama. Bwana Yesu asifiwe. So unakuta kila kizuri cha mami kinapelekewa shushu. Tu na kama miaya matia. Bwana Yesu asifiwe. Sema hiyo roho na ishi. Kwa jina la Yesu. So nikachukua David hapa kuna shida. Nikachukua mafuta na tukaanoint tu kidogo na tukafanya ibada pale. Na nikatangaza kuanzia leo kile ambacho cha hii mboma kinakuliwa kwingine kuanzia leo akitakuliwa. Tukamaliza mambo. I'm talking about mambo ya hii ambayo yalikuwa ya hii wiki. Na ujue ukumbali ama usikumbali kabla wiki haijaisha. Niombezwe naye kwa niwe plaza. Dada Yesu, simiti ulone saa utoa wakwa soso. Waambie tu ngwaba. Dada Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati unakosa ufahamu wa kulinda au kuguide our secret place,
ibilisi anaingia. So wakati tulikuwa tunapeleka mahali maombi pale, tulikuwa tunaanza kufanya upelelezi kwa sababu ndiye mahali pake basi. Siana hii asaiwa kumbe bando wake bide. Waswahili wanasema mwenda tezi na homo maneteo ni kama. Si kweli? Hata waenda hapo mwisho ataendelea kwa wapi? Huyu mtu hata akikupia ng'ambo anakuja kuziba wapi? Na yule nikakazumbo ile wana maiko makasumba kwa sababu yu maiko mama itamatuikie mahoya. Bwana nikwambie siku ya leo. Onembele wasi watu wako ndokonge, Bwana atakurejesha siku ya leo katika jina la Yesu. Chochote chako adui alichoiba hata kana kwamba ni watoto, Mungu anaenda kurejesha. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Moya Yesu na taifa. So Akani alipokuwa ameweka vitu ambavyo vimewekwa wakfu, hawangesimama kwenye vita, walikuwa wanauliwa. Wewe baadhi nombezi wa kwa mfano ni bando bala baku bale banga. Ni baadhi sababu bando bala wailemba uibo there in season and out of season. Pale ni mahali ungenunulia kama ni mkeka. Na wakati unaona watu wanalala, unajua hapo ni mahali patakatifu wa Mungu. Mimi nilikuwa nakumbuka wakati tulikuwa watoto wadogo, mamia kuna kitu ambao mama yetu walikuwa anatufunza. Na wewe ndio manekana kwako wewe. Tatawa Yesu. Wewe Yesu ndaiwe. Wewe ndio manekana kwako kana kuingai kana kuingai. Kwa Yesu ili ukoma watia mashuhidi hata. Tatawa Yesu. Yesu ni mamia tu ya hata. Mamia tu ya wakati tunaenda kulala, nao malaika wanakuja kusurround katika hiyo city. Kuja yani tuwatiwa lecho. Nite. Kwa sababu hiyo komotie mausulu ngwasia siana ngwasia na kila kindu chokoti yondoke yendaga. Manamo malaika ayo badagote mbele. Wewe Yesu ndiye. Na ndio tunaongelea juu ya mahali patakatifu. Kulinda mahali pako basili. Ili Mungu waingie kwa sababu tulipokuwa nasoma tulikuwa naambiwa cleanliness is next to go. Na hakuna ile njia ungekuwa msafi hapa na tukiingia kwako ile malaika tanika. Wewe Yesu ndaiwe. Bwana Yesu wasifiwe. Kama sema ndoto na ya malaika akoka kwa kuwezani kwa ikalela mitongi kana mazili ati atego ibela. Kuna vitu lakini wabale kilie naye. Kwa Yesu, kwa utaanza na hapo kwa sababu ni mahali patakatifu pa nani? Pa Bwana. Pa Bwana ama pa Mungu. Na ndio tunasema kwamba lazima tungelinda mahali petu pasili. Katika mahali pako basi ukajua ya kwamba maombi ni mahali pako pasili. Ibada ni mahali pako pa nini? Pasili. Na wewe fuatilianga wale watu ambao ingawaje hata kana kwamba wanaabudu miungu mingine kulingana na vile Yesu aliwaambia alipokuwa anaambia mwanamke Msamaria. Saa nyingine fuatilianga hawa watu wa ulimwengu saa nyingine ukaona vile mambo ambao uanga wanafanyisha mambo yao. Hata kana kwamba hawajui kile wanaabudu, lakini wanakuanga wanaitolea. Wewe Yesu ndio wanakuanga wanaitolea. Yule juzi litendeka